Rais wa Marekani Donald Trump anadai kuwa mauzo ya mafuta ya Urusi yamepungua kwa sababu ya vikwazo. Rais huyo anasema naweza kusema kwamba mauzo ya nje kutoka Urusi yamepungua sana, akidokeza katika mkutano na viongozi wa mataifa matano ya Asia ya Kati alipoulizwa jinsi vikwazo vya Marekani vinavyoathiri mauzo ya mafuta kutoka nchini Urusi. Rais huyo wa Marekani alisisitiza kuwa Washington ilitaka kutatua mzozo wa Ukraine, akisema tunafikiri wakati fulani watakuwa wajanja sana na watafanya hivyo. Trump alibainisha kimaanisha mamlaka ya Urusi. Usafirishaji wa nje wa Urusi umepungua kwa kiasi kikubwa, aliongeza bila kutoa chanzo cha habari. Mwishoni mwa Oktoba, idara ya hazina ya Marekani iliorodhesha makampuni makubwa ya mafuta ya Rosneft na Lukoil ya Urusi pamoja na matawi yao 34. Hii ilielezwa pia na katibu wa vyombo vya habari vya ikulu ya White House, Caroline Leavitt, aliyesema kuwa Washington inatarajia vikwazo hivyo kuweka shinikizo kubwa kwa Moscow kuhusiana na mzozo wa Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa upande wake alidokeza kuwa vikwazo vipya vya Marekani havitakuwa na athari kubwa kwa hali ya uchumi wa nchi hiyo, bali vitaharibu uhusiano wa pande mbili, lakini pia kuharibu mfumo wa uchumi wa ulimwengu. Urusi inakabiliwa na shinikizo kupunguza bei ya mafuta, lakini wachambuzi wa mambo walieleza siku ya leo Ijumaa kwamba ukosefu wa athari za bei ya mafuta unaonyesha soko halitarajii ugavi uliopotea sana. Ingawa Urusi imeweza kubadilisha njia zake za kupitia meli za kivuli, bima isiyo ya magharibi na mifumo ya malipo isiyokuwa ya dola, wanunuzi bado wanaweza kukabiliwa na hatari zinazoongezeka za kufuata mafuta chini ya vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani. Athari zinaweza kushuka zaidi kwenye bei kuliko upatikanaji, huku Urusi ikilazimika kutoa punguzo kubwa zaidi ili kufidia wanunuzi kwa hatari kubwa ya kisheria na ya vifaa. Gharama za ununuzi wa mafuta wakati huu zimezidi kuongezeka. Hata hivyo ni kutokana na ada iliyoongezeka na iliyopanuka kutokana na kwamba baadhi ya maeneo yanayopatikana mafuta, hasa nchi za Ulaya, zinatafuta mafuta kutoka mataifa ya mbali ikiwa ni pamoja na Marekani. Uchumi wa Urusi ulikuwa kwa 0.6 mwaka hadi mwaka katika robo ya tatu kulingana na Wizara ya Maendeleo ya Uchumi wiki iliyopita. Uchumi ulikuwa chini ya 1% kutoka 1.1 katika robo ya pili na 1.4 katika robo ya kwanza. Kushuka kwa kasi baada ya kuongezeka kwa vita kulichochewa na matumizi makubwa ya ulinzi na ruzuku ya serikali. Hata hivyo, mataifa kama vile China ndio ambayo yanaendelea na ununuzi wa mafuta. India iliamua kuachana na mpango wa ununuzi wa mafuta, lakini inadaiwa katika kipindi hiki imerudi kwa mara nyingine tena kuendelea na ununuzi wa mafuta. Wakati utawala wa Rais Vladimir Putin ukikabiliwa na msukosuko wa kifedha unaozidi kuongezeka, Washington ambayo bado inatafuta mafanikio ya kidiplomasia nchini Ukraine imeashiria inataka kuweka bei ya nishati ya chini na udhibiti wa mfumuko wa bei, huku ikiimarisha vikwazo vinavyoweza kuondoa kifua cha vita cha Moscow. Lakini Trump anaonekana kukosa subira na ukosefu wa maendeleo. Kila wakati ninapozungumza na Vladimir ninakuwa na mazungumzo mazuri, halafu hawaendi popote, Trump aliwahi kunukuliwa mwishoni mwa mwezi uliopita kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichoelezwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba ugavi wa mafuta nchini Urusi unazidi kupungua siku hadi siku baada ya vikwazo alivyoviweka yeye. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii kutoka ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.